Wewe unakula nyama choma? You are from where? Umetoka wapi? Umetoka Kenya bana. Sehemu gani? Sehemu gani? Kenya tu. Kenya wapi? Nairobi, Mombasa? Sialo, Nairobi, Nakuru, Eldoret, Kitale. Okay. Wewe ni Moroma? Kweli. Okay, you're recording, yeah? I want to know. Yeah. You're from Ethiopia? From Ethiopia, Oromo. Oh, you're Oromo? Mimi ni Oromo. Okay. From Ethiopia. Na Kenya ulikuwa unaishi sehemu gani? Nimeishi Kakuma, nimeishi Nairobi. Kuna ule usemi unaosemaga mguu wa kutoka umebarikiwa, mguu wa kutoka umebarikiwa. Sasa acha nitoke, huwezi jua nitaenda kupata nini huko, utakuaje, mimi sijui. Lakini mguu wa kutoka umebarikiwa kikawaida. Acha na mimi nijaribu nitoke nikatafute kitu cha kukula sasa hivi. Na njaa guys, so tutatoka tunaenda kutafuta hoteli. Kuna hoteli hapo imefunguliwa sasa hivi inaitwa Nyama Choma. Jamaa yenyewe ni Mtanzania. Amedai yeye ni Mtanzania siku ya kwanza kuonana naye ndani ya TikTok. Niliwahi muona ndani ya TikTok, akaniambia yeye ni Mtanzania lakini sio mtu mweusi. Amesema yeye ni Mtanzania, alikuwa anaishi Dar es Salaam, alikuwa anaishi Tanga, amesema na biashara zao mpaka Zanzibar kule. Ametaja sehemu nyingi. Sasa leo tumeamua tuende kutafuta kitu cha kukula kwenye hoteli yake. Safari yetu itaanza sasa hivi. Tutaangalia tunaenda kupata kitu gani tukienda kwenye hoteli yake. Sijaenda lakini amenialika huko niende. Tukishaenda huko tunaenda kurekodi, tutaenda kuangalia anauza kitu gani na nini, kuna vitu gani ndani ya hoteli. So tukishamaliza hapo tutarudi. Lakini safari yetu sasa hivi tunaenda huko kwenda kutafuta kitu cha kwenda kula. Licha tumealikwa huko kwenye hoteli yake, lakini kwenye mwaliko lazima, sisi ni wabongo bwana, lazima tuingize mlo. Sehemu penye panotaka kula lazima tusicheze na hapo, lazima tule. Kama yeye ametuita njoo uje kuniona hapa kwenye hoteli yangu, njoo. Si nimetangaza nataka kuona Watanzania wanaoishi hapa. Kaniambia yeye mwenyewe ni Mtanzania lakini yeye sio mtu mweusi. Kaniambia yeye sio mtu mweusi lakini ni Mtanzania. Sasa mimi nikasema lazima niende kumuona. So nimefunga safari ya kwenda huko. Anaishi mbali kidogo na mimi, lakini safari tushaianza, tunaelekea huko. Sijui tutafika kama dakika 7-10 hivi kama sikosei hapo kwenye hoteli yake. Na tukishafika kwenye hoteli yake tu lazima tufanye kinachotuleta, tutafute kitu cha kukula, tule, tuangalie biashara yake ipo vipi. Na yeye anadai kwamba biashara yake anaifanya hii biashara kwa miaka mingi sana na ni Mtanzania mwenzetu lakini sio mtu mweusi. So nikishakwambia sio mtu mweusi unaweza ukaelewa kama sio Mwafrika ni hao watu wengine. Safari sasa tutoke hapa na ndivyo tunavyoelekea hapo. Inatuonyesha bado kama dakika 5 zilizobakia. Kwenye hizo dakika 5 tukifika pale kwake tutaangalia anauza nini, alafu tuende na sehemu nyinginezo tofauti na hapo. Kuna jamaa mwingine nataka kwenda kwake niende kuangalia laptop. Kama itawezekana naye niende kuangalia laptop kwake kwa sababu nataka kubadilisha laptop. Lakini tutaenda kwa huyu kwanza ambaye anauza nyama choma, mishikaki, kila kitu. Yaani kanitajia vitu vingi sana. So tunaenda huko sasa hivi. Tuko njiani ndio mnavyoona. Njia imetulia. So tunaenda kuangalia kwa huyo jamaa. Tuende kula, tufanye nini? Yeye bwana. Si yeye ni bosi katuita. Bosi akikuita bwana hakuna ubisha, au sio? Lazima ukiitwa unaenda. Sasa kama kuna Watanzania hapa Great Manchester guys, nipo Great Manchester siku hizi. So mnaweza mkaenda kwenye comment section mkaniambia bwana Diamond, sisi ni Watanzania wenzako, tuko hapa Great Manchester, unaweza ukatutembelea
nanipa address, niko na gari hapa, naendesha gari mwenyewe, hakuna dereva hapa, ni mimi mwenye dereva. Unaona, hamna dereva hapa, usije ukafikiri naendeshwa, siendeshwe, hakuna mtu ananiendesha, ane drive ni mimi mwenyewe. Mimi sio passenger, mimi ni dereva mwenyewe. Wewe tu niambie tu bwana Diamond, bwana mimi nipo sehemu fulani, nipo location, mimi natia team, tujuaneni. Mimi nataka kuja kuwaona Tanzania wenzangu hapo sehemu gani, tuongee, tupeane story, tusukume gurudumu la maisha. Kama una biashara yako, kuja hapo kwenye biashara yako, nitawaonyesha kila kitu katika hii area sasa hivi lokuepo hii Great Manchester. Nitatoka nitaenda sehemu nyingine tofauti tofauti, lakini kwa siku hizi nitakuwa niko hapa. So nategemea wiki ijao nitakuwa nimeenda Blackpool. So nikiwa nimeenda Blackpool tena nitawapa za Blackpool tena, lakini sasa hivi niko hapa Great Manchester. Lakini by next week inawezekana niondoke Manchester niende Blackpool. Kama wa Blackpool kuna Mtanzania yote na wewe nakuja kwako, tuonane. Na kama uko Manchester, bado niko Manchester, so unaweza ukaniambia bana Diamond, Joseph fulani nipe location, mimi natia team, gari ipo, mimi natia team, bora tu nipe location, niambie uko sehemu gani na nipe location ambayo naweza nikakupata. Usinipe location nikijaribu kukutafuta ndugu yangu sikupati, utanitesa, nichome mafuta, nije huko afu tena unipe location haisomi, haina maana. Ni bora tu niambie bwana sije, na usiniambie bwana njoo, kwa sababu mimi nataka nitumie mafuta. So kutumia mafuta sio free, unaweza kaelea nikikwambia natumia mafuta. So usije kaniambia bwana Diamond bwana sijui nini, lakini kuja kukuona sikuchaji hela. Mimi nataka tujuana Tanzania wenzangu. Nenda kwenye comment section niambie bwana Diamond bwana mimi ni Mtanzania mwenzio, ndugu yako, nipo sehemu fulani, njoo tuonane. Mimi nakuja kupiga story, tunakunywa coffee, tunarekodi video yetu kama wa Tanzania, tunaposti, mambo yameishia hapo. Nenda mji mwingine. Yani mimi naitwa Mr. Traveler. Yani kila popote ni kambi. Bora tuwe niambie ni sehemu gani, nipe location sahihi, alafu mimi nitie timu. Ona magari hapo yanapouzwa hapo. Hayo yote ni magari yanauzwa. So nipe location, mimi natia timu mwenyewe. Au sio? Mimi natia timu mwenyewe, wewe nipe tu location, niambie bwana njoo sehemu fulani Diamond. Alafu mengine niachie mimi mwenyewe. Okay. Sasa ni mambo ya kwenda sehemu yetu ambayo ya hiyo hoteli ya nyama choma. Kundani kwenda kuangalia. Okay, yes. Unaona hapo walivyoipamba, hii ndo vitu vinavyoonyeshwa hapa kwenye hiyo hoteli. Hivi vyote ni vitu kutoka Bongo, unaona, na hii ni menu yenyewe inaitwa chicken coma from grill. Ipo hapa Dean Road. Ukija hapa Dean Road utakutana nayo watu wanaoishi Bolton. Mkija hapa mtakutana na hii area, ni area nzuri sana, watu wamejaa kibao. Unaona, watu wanakula hapa na watu wako wengi kabisa. Watu wamejazana, mashabiki nini. Biashara ndio unavyoenda. Unaona huu muundo, watu wanapenda huu muundo. Useme ukweli, huu muundo wa nyumbani. Hivi ni vitu vya nyumbani, wanavitengeneza hivi. Baada ya kuona kuwa biashara sasa hivi inaangalia kwa kila upande. Unaona? Hizi ni tembo zetu. Tembo za nyumbani Afrika. Lakini sasa hivi wenzetu wanazifanya hivi. Kutangazia biashara zao. Hizo ndio biashara zao zinaenda hivi. Unaona? Sasa wewe ukiwa uko hapa, yani tupo wa Tanzania wengi sana, lakini huwezi kuona Mtanzania yoyote ambaye amejitokeza anaanza kujaribu kutengeneza kitu kama hiki. Hamna. Unaona? Na hapo unaona hii ni bango lenyewe la vyakula vote. Vyakula vote hivi hapa. Kila chakula ambacho unachokitaka unakuja kuona vipo hapa. Yani wanatengeneza hivi vitu vote. Bega kila aina ya ghorofa 3. Unakuja kuona ile bega kabisa. Unaona kila aina ya chakula ambacho unachotaka. Na website yao ndo hizi hapa. Website yao ndo ile pale, location ni hapa, postcode yao na address yao unaona hapo chini. Unaona 1 Victoria Street, Bolton, BL3 5LE.
Yani hizi sehemu zote ni sehemu ambazo wanazofanyia biashara. So watu wako cool sana. Ni sehemu pazuri. Nimepapenda kwa kweli, kusema ukweli. Ila ndio hivyo. Biashara, watu wanakuwa na akili nyingi ya kurekodi, ya kutafuta jinsi ya kutafuta biashara. Tuangalie na huku. Unaangalia unaenda wapi. Sehemu pazuri sana. Yeah. Na huku ni kwenye jiko. Yes. Can I scan for you for the payment? I don't want to forget in case. Yeah. Hivi ndo wanapotengeneza. Hivi ndo wanapotengeneza, unaona wao mpaka kule. Hivi ndo vyakula. Ni sehemu papo smart sana, papo safi sana. So ipo hapo Dean Road, ukija hapo BL3. Yeah, hapo Dean Road unakuja kukutana na hawa watu. Kula kitu urizike nacho, so unakuja kukula kitu ambacho tumbo inakuuma. Wabongo hebu tuanze kuchangamka jamani. Tanzania tuko wengi lakini tufanye chochote. So unaona kwa nje ndio inaitwa hivi. Inaitwa chicken choma. Unaona hii ni sign yenyewe walivyoandika jina lao na walivyokaa, na ni grill kabisa. Ipo hapa Dean Road. Ukija hapa Dean Road unakutana na wao. Na location iko safi sana. Then ukija huu sehemu zao zinakuwa ziko safi sana. Unaona hii barabara, unatokea barabara ya kule, ukija hivi moja kwa moja unakuja kuingia hapa. Na sehemu ni sehemu pazuri sana. Unaona? Na address yao kama unataka hii hapa. Hao watu wanauza kila aina ya vyakula guys. Na utapenda kwa kweli. Utapenda wanachokiuza. Mimi nimefurahi na wao. Na wewe utakuja kufurahi. So usikose kuja kununua vyakula kama hivi. So hebu jaribuni kuja hapa. Jaribuni kuja hapa. Najua Tanzania mpo. Hapa Bolton lazima muwepo. So lazima mwangalie hivi. See? Yes my brother, you're right, yeah? Nyama choma. Wewe unakula nyama choma? You're from where? Umetoka wapi? Umetoka Kenya bana. Sehemu gani? Sehemu gani? Kenya tu. Kenya wapi? Nairobi, Mombasa. Sialo, Nairobi, Nakuru, Eldoret, Kitale. Okay. Wewe ni Moroma? Kweli. Okay, you're recording, yeah? I want to know. Yeah. You're from Ethiopia? From Ethiopia, Oromo. Oh, you're Oromo? Mimi ni Oromo. Okay. From Ethiopia. Na Kenya ulikuwa unaishi sehemu gani? Nimeishi Kakuma, nimeishi Nairobi, nimeishi huko kila mahali bana. Bana mnasikia? Nasikia. Sasa tunataka nyama choma. Nyama choma hapa. Unaona nimekutana naye hapa, anasema ametoka Kenya na ni Ethiopia, anakuambia yupo hapa kula nyama choma. How do you feel about this nyama choma? Yeah, I used to come here. Serious? Really, not about last year. Is it that long? Yeah, this place was a long time. You know, I've seen on TikTok 2 days ago. Then I say, let me come and visit today. I used to come long time here. So, do you think like African people, they're going to come and eat here? I hope if they know. You mean that they don't know about nyama choma? They know about nyama choma, but they don't know the place. Guys, if you live in Bolton or you live in Greater Manchester, don't miss nyama choma. Nyama choma bana. Nyama choma? Kariobangi bana. Thank you very much. Tuna ndugu yetu hapa. Sasa tuna ndugu yetu alikuwa yuko hapa, alikuwa anaongea, alikuwa anasema ametoka Kenya na amekuja kula nyama choma. So it's something very amazing. So you can't believe it. Watu wengi wanakuwa hawaamini wakiona vitu kama hivi, wanaona kama ni vitu vya ajabu, but it's just happen. Unaelewa? Yaani vinatokeaga sasa. Nimetoka sasa hivi, nimeenda kuchukua vitu vangu. Si mnaviona hapa? Vipo hapa ndani ya mfuko. Nimebeba vitu vangu, so nataka nitoke nielekee wapi? Sasa hapo tajaribu niende msikitini, kama msikiti uko wazi sasa hivi nita niende nikaswali inshallah. Una historia kubwa sana kati ya mtaa
mji wa hapa. Huu msikiti kwanza ni msikiti wa Somali. Ndio maana mimi napenda kusemaga Watanzania sisi hatutaki kutengeneza chochote. Unaelewa? wenzetu wakienda sio. Waria, iwaran. في عندك إلى ماديس مساعدك أوصل هاي خير والله لا تهباري في عندك بزور زادة والله habari hello hello naenda msikitini niende kuswali. Wewe unaona umeswali? Mimi naenda kuswali sasa hivi. Sawa sawa. Inshallah. So acha niende msikitini niende kuswali. Msikiti una historia kubwa sana. Hii area ni ya Waoroma, wa Somali ndio wamejazana hapo. Huwezi ukaona Mtanzania hata mmoja. Unaelewa? Sasa mimi nashindwa kuelewa Tanzania tunakuaga tuko wapi? Kwa nini hatuonekani? Kwa nini hatuonekani? Kwa nini hatujitokezi? Kwa nini hatujichanganye na watu? Mbona tunajitenga na watu? Wenzetu ndio mnavyowaona wapo sehemu hizi zote ni wao. Unaelewa? Hizi sehemu zote ni wao. Ndio unavyowaona hapo. Hao ni Wasomali. Somali wanaishi sehemu hizi. Unaona? Msikiti wenyewe ndio ule pale unaona unaitwa Tawfiq. Tawfiq Masjid. So nitaingia huko ndani niende kuswali. Baada ya hapo tena nitaangalia nitafanya nini kama itawezekana. Tajaribu niende kwenye maduka mengine wa Somali niende kuangalia wanauza vitu gani. Kama muda tena haujanisii kwa sababu niko na tatizo la battery. Sema ukweli battery inanizingua kweli. Asalamu alaykum. Alhamdulillah. Ila madis. So battery inanizingua. So kama battery inanizingua itakuwa sina ujanja wote. Oh. Vipi, mbona msikiti umefungwa? Bwana nimekuja hapa msikitini. Msikiti umefungwa. Msikiti umefungwa. Sijui kwa nini. Naona msikiti umefungwa. Hamna mtu. Naona. Ale, are you okay? How you doing? Okay. So. What happened? Mosque is closed. Which one? This one. Wallahi. Wallahi, I came to pray, but it's closed. I'm coming to pray. Mosque is closed? Every time they are like that. So what is this? I don't know. Esta. They are already closed. Yes, brother. Yeah, how are you? Alhamdulillah. Long time. Long time, yeah. Where have you been? I'm here, man. I'm Bantry in it. Okay. Still there. Wamefunga bwana msikiti. Aje. It's closed. Ali wanga tu finda gatta. Okay, Ali inshallah. Okay, inshallah. Wamefunga? Aje. Wallahi imefungwa. Muda gani? Sijui. Si nimekuja imefungwa. So why? No, salata jirabar. Okay. Hasana kwa kumma kana gabatin. Kwenda bwana. Zamani hawezi funga hapo sasa. Sijui. Hata mimi mwenyewe nashangaa nimekuja kuswali naona imefungwa. Ali. Weka steering vizuri, mwambie aweke steering, asiwe kama new driver. Amezaika. Ali. Yes, this is the right way. Okay. So nimekuja hapa msikitini naona msikiti umefungwa. Unajua? So msikiti ukiwa umefungwa sina ujanja wote sasa. Tanibidi tu nirudi niangalie tena nitafanya nini, lakini naangalia nitafanya nini, lakini sasa hivi naona msikiti umefungwa.
So hakuna ujanja. Hey! Mashallah, that's good. That's good. Msikitini peke yangu, yani hamna hata mtu wote. Nimeswali peke yangu, msikiti wote hakuna mtu hata mmoja. Watu wote washaondoka, ni mimi peke yangu. Inshallah, ndo natoka sasa hivi inshallah. Shaswali. Alhamdulillah. Deni ilikuwa natakiwa nishalilipa. Hakuna deni sasa hivi la swala. Alhamdulillah. Nimeswali, nishamaliza. Sasa hivi ndo natoka. Swala nishaimaliza, sasa sidaiwi deni lolote. Hakuna deni lolote ambalo ninalodaiwa. Hapa unajua huku nchi za wenzetu ndio unavyoona ule msikiti mkubwa ule sasa hivi ni swala ya alasiri. Yaani watu ile asalamu alaykum, unaona watu wote wanakimbia. Huwezi kukuta hata mtu kakaa ndani ya msikiti anajisomea Qur'ani au anafanya yoyote, huwezi. Watu wanakimbiza dunia. Dunia nayo imekuwa na kazi yake. Yani wacha nipite kwenye vichochoro humo. Nipite kwenye vichochoro nikatokea huko. Alafu niangalie sasa safari zangu huko mbele. Kini hizi njia zote ni za uchochoro. Na mitaa ya kichochoro ndio unavyowaona wote. Mitaa yote ni mitaa ya Waislamu peke yake. Wanaoishi huko wote ni Waislamu tu na watu weusi. Sasa huko ndio maana unaambiwa huko kumejaa Wasomali. Yaani Wasomali huko ndio wametawala kabisa. Wasomali ndio waliotawala. Yaani huu ni mji wa Somali kabisa. Huwezi amini. Huu ni mji wa Somali. Na unajua Somali cha ajabu sehemu panakuwa na Somali. Ndugu yangu huwezi kosa taka. Yaani takataka huwezi kosa. Kama mnakumbuka mtu wote aliwahi kwenda Kenya. Ukienda Kenya kuna ile Isli ni ya Wasomali. Utakuta takataka kibao. Kuna kwa kuna. Yaani watu wanapenda kutupa mifuko barabarani hao watu. Hataki kujua. Yaani hataki kujua, ona pale. Sasa lile pale ni manini sijui hapo mle ndani yametupa pale. Yaani hivyo ndio maisha yao. Yaani wao they don't care. Yaani watu wanaitwa we don't care. Ukiona Msomali yaani kaa ukijua tu unaishi na watu ambao wanaitwa we don't care. We don't care. Nashukuru. Cha muhimu kwanza ilikuwa ni kwenda kuswali. Nimeenda kuswali, swala nimeipitisha vizuri bila wasiwasi bila nini. Sanajua swala nimeshaipitisha vizuri tu bila wasiwasi, nimeswali. Sasa hivi sasa ni time ya kwenda kula hiki chakula changu. Ukiona hapo sasa nyama choma leo naenda kukuchoma. Ona navyoambia takataka. Yaani ukikuta Msomali takataka hizi ukosi. Hizi ndo takataka za Somali. Wasomali wakiwa wanaishi sehemu au watu weusi kwa jumla, takataka ukosi. Takataka ukosi. Vipi? Ili ndo kanisa. Ndio maana dude lao limechorwa nembo hiyo. Msalaba huo. So siwezi sema nembo, acha niseme msalaba. So wamechora msalaba hapo. Bana, nashukuru sana. Kama ni mgeni kwenye account yetu guys, usisahau kusubscribe na kulike video zetu. So see you next video guys. Bye bye.
See you next video guys.